iwe nyanja za kiuchumi, ziwe nyanja za kielimu, afya, miundombinu ya barabara, miundombinu ya umeme na sehemu nyingi ambazo pengine nikitaja nitachukua muda bure. Lakini ndugu zangu, hebu nimalize kwa kusema kisa kimoja ambacho nilisoma kwenye kitabu kilichoandikwa na mtu mkubwa duniani anayeitwa Trump. Wengi tunasikia habari za Trump kwamba ni rais wa nchi kubwa ya kiuchumi ya Marekani, si ndio jamani? Sasa kitabu kile Trump aliandika akasema kwamba duniani tuna uhaba wa watu wenye nguvu. Hilo jambo niliposoma nikaona linatugusa na sisi watu wa Lupembe, watu wa jimbo hili, na sisi moja kwa moja, kwa sababu ni sehemu ya dunia na sisi tunaguswa na huo uhaba wa watu wenye nguvu. Kwa hiyo nikaona kwamba katika uchaguzi wa 2020 sisi watu wa jimbo hili la Lupembe tulibahatika mtu tuliyemtafuta kwa miaka mingi sana. Tumetafuta mtu ambaye ataweza kuwa na ushawishi serikalini, kushawishi miradi mbalimbali ili iweze kuja kwenye jimbo letu na hata katika kata yetu ya Igongolo. Lakini mwaka 2020 tunamshukuru sana Mungu tulivyomchagua Edwin Enos Swale, mpaka mambo mengine tumeshtuka kwamba haya yalikuwa wapi, hizi fedha zilikuwa wapi. Ameshawishi mambo mengi sana, ameshawishi miradi mingi sana kwenye jimbo ambayo sipendi niitaje kwa sababu ya muda na tuna mkutano mwingine pale Itipingi. Kwa hiyo tumebahatika kumpata mwenye nguvu ya ushawishi mkubwa. Hebu tumpigieni makofi sana Edwin. Ninyi wananchi, ninyi ni mashahidi, mmeshirikiana kwenye maendeleo mengi sana hapa Igongolo. Uongo ukweli? Mmefanya mambo makubwa kuliko pengine miaka iliyopita. Uongo ukweli? Basi tumpigie makofi tena. Lakini naomba kwa mara ya mwisho mjipigie tena ninyi makofi na vigelegele. Baada ya kusema ulimoja, walitafakari maendeleo ya jimbo letu la Lupembe kwa miaka 35 iliyopita. Wakatafakari sana, amesema mwenzangu hapa, kwamba kwa miaka 35 na kwa miaka mingi jimbo la Lupembe tulikuwa hatujawahi kupata kiongozi mwenye nguvu, kiongozi mwenye ushawishi serikalini. Wazee wale walipokutana, walipima maendeleo yanayopatikana kwenye kata zao, wakajiuliza maswali mengi. Wakasema, huyu mbunge tuliye naye tunampa zawadi gani? Mshike mkono jirani yako muulize, huyu mbunge tuliye naye tunampa zawadi gani? Igongolo ye! Ukiona mtu hampi mkono jirani yake, huyu na mashaka kidogo, mshike tena mkono jirani yako muulize, huyu mbunge tunampa zawadi gani? Igongolo ye! Kwa hiyo kikao cha wazee cha tarehe 30 mwezi wa 7 2024, wazee wote wa ukanda wa Usoni kwa kauli moja, mwambie jirani yako kwa kauli moja, walisema Lupembe hatuhitaji mbunge mwingine tena, ila Swale ametosha na change inabaki. Igongolo ye! Walisema anatosha na change inabaki. Muulize jirani yako, mshike mkono jirani yako muulize, ametosha hajatosha? Igongolo ye! Inawezekana mwingine hajasema tangu anatoka nyumbani amefika hapa kwenye mkutano hajazungumza. Mshike tena mkono jirani yako muulize, ametosha hajatosha? Wameniwakilisha wamama kwa kupiga vigelegele, wa baba miruzi tumesahau nyumbani. Kwa hiyo wazee wale kwenye kile kikao kwa kauli moja wakasema mheshimiwa mbunge aendelee miaka 5 tena, yani 25-30, lakini wakampa cheo kingine, cheo cha heshima cha wazee. Wakasema huyu mbunge wetu awe chifu wa Wabena wa jimbo la Lupembe. Pigieni makofi mengi sana. Ndugu
nataka niwaambie, mlimpa heshima mbunge wenu sio kwa sababu mlikosea, ni kwa sababu amestahili kupewa hiyo heshima ya kuwa chifu wa Wabena wa maendeleo ya jimbo la Lupembe. Pigeni tena makofi mengi sana. Na sisi wote ni mashahidi. Kwa hiyo viongozi wangu tulioko mbele, unaposimama usimuite tu mheshimiwa mbunge, inatakiwa uheshimu maamuzi ya wazee. Huyu wanamuita chief, wazee walimuita chief, wakampa mkuki, wakamvalisha mgolole, wakampa kiti cha miguu mitatu, bado yupo sana kwenye jimbo hili la Lupembe. Kwa hiyo mnatakiwa muite chifu wa Wabena wa maendeleo. Huyu ni chifu wa maendeleo, sio chifu wa matambiko. Chifu wa nini? Chifu wa nini? Mwambie jirani yako umemwona mleta maendeleo. Kwa hiyo huyu ni chifu wa Wabena wa jimbo la Lupembe kwa tafsiri ya miradi ya maendeleo iliyokuja kwenye jimbo letu. Na nini wananchi wa Igongoro mmekuwa mashahidi. Nataka nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wa kata Igongoro, lakini wale wazee walioshiriki kikao cha siku hiyo, vijiji vyote vya ukanda huu 23, wazee wote walishiriki siku hiyo. Tunawashukuru sana kwa upendo wenu na kwa upendo kwa mbunge wenu. Ni haki